Yaani kwa mfano ukiamua kuacha dhambi, ndipo zile baraka zinakupata wewe. Ukiacha nini? Dhambi. Dhambi ni kitu gani? Dhambi ina aina nyingi sana. Kuna uongo, kuna uzinzi, kuna ulevi, kuna matusi, kuna kufikiri vibaya, kuna kuambiwa hata na mtu bana mtu fulani ni mbaya. Ukisema tu ile tu na maka unayo. Unasema tu unayo. Dhambi, chuki, uchoyo, vyote ni dhambi. Kuwaza vibaya, kumchukia mwenzako vibaya, hana kitu alichokufanyia, ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Sasa nini inazuia baraka zako? Yamkini wewe labda una tabia zako za uchoyo. Leo nikikufundisha unaacha, unabarikiwa. Unafanyaje? Kwa hiyo kubarikiwa kwako kuko ndani ya uwezo wako. Nani amenielewa? Kubarikiwa kwako iko ndani ya uwezo wako. Kuamua kubadilika, kuamua kuwa mtakatifu, kuamua kukaa maisha ambayo Mungu anayataka. Bwana asifiwe sana. Hebu mpigie Yesu makofi. Sasa leo tutafundisha kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 1. Tutafundisha, naomba mstari wa 1. Yakobo 4, waraka wa Yakobo 4 sura ya 1. Ndio. Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Unasikia? Anasema vita vinatoka wapi? Sio humu. Hebu fanya hivi. Huku. Hebu fanya hivi. Hebu kidole changu nakiona. Yaani vita vinatoka ndani ya uwezo wako. Ndio maana amesema humu. Hakuna vita inatoka nje kuja huku kwako. Wewe ndio unaanzisha mwenyewe vita. Kwa sababu umefanya tabia gani mpaka vile vita vikaja kwako. Na ndio maana amesema vita vinatoka wapi? Sio humu. Hebu turudie kidogo hilo swali. Ni humu. Hebu fanya hivi, ni huku ndani. Na nitakufundisha kwa nini na kwa humu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu wewe mwenyewe ndio unafungua mlango wa vita, unafungua mlango wa kufundishwa vibaya, unafungua mlango shetani anaingia. Lakini ukifunga mlango humu, vita vitatokea tena katika jina la Yesu. Turudie tena. Yakobo 4 mstari wa 1. Ndio. Vita vyatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si humu katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Tamaa. Yaani wewe huwezi kujaribiwa kabla hujaingiza tamaa. Huwezi kupigwa vita kama hamna tamaa, kama hamna wivu. Mtu anaanzisha wivu kati ya mtu na mtu, anaanzisha vita. Na ndio maana nakufundisha waliokuonea wivu, hebu naomba wafanye kuwa sio, yani wafanye kuwa marafiki, wala usione ni adui. Utaona Mungu akikuinua. Amesema vita vinatoka humu ndani yako, ndani ya kanisa, ndani ya nyumba yako. Mtu na mtu anapigana vita. Au vita yenyewe unaweza kuanzisha wewe. Unaweza ukaanza kuongelea story ya nyumba yako. Alafu waliokuwa humu, hebu sema waliokuwa humu wanakushambulia. Wanafanyaje? Wanakushambulia. Sasa haukuwa na malengo mabaya, lakini wanakushambulia kwa sababu vita umeanzisha wewe mwenyewe. Ni kama watumishi wahubiri. Sisi wahubiri unatakiwa tukae mbali na zinaa. Lakini unakuta zinaa inakutafuta, alafu naona isogelea. Ina maana vita ni wewe ndio umeachia huku. Kesho kutwa unaanza kuonea wengine wivu waliosimama.
na kupinga ile mafuta iliyoponya watu, na kupinga Roho Mtakatifu ndani yako. Kemea kuanzia leo. Mwambie shetani, humu kwangu haitatokea tena vita katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Umepiga hujapiga, imetoka hiyo. Mstari wa pili. Ndio. Mwatamani wala hamna kitu. Mwatamani lakini hamna kitu. Mwaua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Ndio. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Unasikia vita mahali inapotoka. Ingekuwa wewe ni mwana maombi, vita havitakuweza. Sasa wewe sio mwana maombi, ni mtu wa kungojea habari. Nani atasema hivi? Nani atasema hivi? Ingie kwenye maombi. Na ukitaka kubarikiwa katika hema la kinabii, wewe dili na maombi. Na ndio maana amesema munaomba lakini munaomba vibaya. Mwingine anasema nataka niombe nipate hela nimshinde fulani. Nataka niombe nipate gari nimshinde fulani. Nataka niombe nivae suti nimshinde nabii. Unatembea unakuwa kichaa, unapiga tu hello, niko kwenye huduma huku unatembea. Watu wa Mungu, vita ni vibaya. Juzi vita vilivyotokea ulionaje? Mpaka leo wengine hawana hamu wa kuja kanisa. Hivi vitu tunavyoviona wazi, wengine bado wako hivi. Yaani bado uje utubu, unajificha. Tubu. Vita ni mbaya. Wangapi wanaamini vita ni mbaya? Wengine wamepigana alafu ukalala njaa. Wewe hujapigana, hata Mwisraeli hata mmoja hajagusu. Aliopenda Mungu huyu na mtumikia hajagusu. Labda kama ni Waisraeli wa zamani. Labda ni Waisraeli wa zamani. Wale ambao labda wanasema si ni Waisraeli lakini hawapo. Hamgusi kwa sababu nilishawaonya na nikawaombea na nikawazingira kwa upako. Nikamwambia Mungu, tembea na watoto wangu wa kiroho. Kwa hiyo hata vita vinavyotokea viko humu ndani. Hakuna vita inayotokea nje. Kuna watu wako hapa, wao wanakaa tu wanasikilizia, baadaye kitoka hello hey. I say mheshimiwa leo amefundisha neno la vita. Bado chukue neno liwe baraka kwako. Unakuwa mpelelezi, mwandishi wa habari ambao kujitegemea. Hello leo amesema vita ni nyie, kwa nyie ndio mnayo. Na ni kweli vita ni wewe mwenyewe ndio unaeleta, alafu baadaye unashindwa kuhimili. Shindwa kuzuia. Unashindwa. Watu walipopigana wakapigana huko Dar es Salaam, maandamano na nini. Lakini sisi hapo katikati tulikosa mafuta ya kuweka kwenye gari. Tulikosa kabisa. Vita ni hatari. Msikubali kuwa na wivu jirani kwa jirani. Usimwone wivu. Ukimwonea wivu hautaendelea. Yaani ukiona mali ya mwenzako, inua mikono, sema Bwana naomba muongezee. Ukisema Bwana naomba muongezee, na wewe kwako itakuja. Kwani mimi hapa nabarikiwaje? Nina kazi gani mimi nafanyaga? Mimi kazi yangu ni kuombea tu nyie. Kwani umeshawahi kuniona nimeajiriwa na fagia au niko kibaruani? Kwa sababu na waombea nyie, na mimi baraka, kuna namna Mungu ananibariki. Na ndio maana nakufundisha neno la nini? La baraka. Usiogope. Ukiombewa lazima ukafanikie kwenye kazi yako. Sasa baada umeombewa, unaenda kukaa kwenye umbea, unakaa kwenye maneno mabaya. Nenda kazini, acha kupoteza muda. Hiyo simu yako ni ofisi nzuri ya kufanya hata biashara.
kupiga kwamba aisee biashara yangu naye hapa, aisee niko Moshi, aisee niko Karatu, naomba bana aisee hebu niishikie meza hapo Karatu nakuja. Hiyo ndio kazi ya simu, kutengeneza mafanikio kwenye maisha yako. Leo mapigo ulionaye kwenye nyumba yako kwa mtu ambayo labda anawasema hata jirani zake au ndugu zake ni hatari, na utajua hiyo vita, utajua. Unapigwa lakini ujui. Unapigwa lakini ujui. Unapigwa kwa sababu gani? Ukipata ile inaondoka, na huko hapa kwa nabii. Yaani huko hapa kwa nabii, lakini chuma uleta iondoki kwenye nyumba yako kwa sababu kuna kitu kibaya umefanya hapa. Kwa hiyo laana inakufuata. Toka. Hata jirani yako kimkuta naye ana vita, anampiga mwenzake vita, hebu muonye, mwambie hii vita sio nzuri. Msaidie. Hata kama upigi leo makofi, habari ndio hiyo. Nataka turudie mstari wa pili. Yakobo 4 mstari wa pili. Ndio. Mwatamani wala hamna kitu. Mwatamani wala hamna kitu, kaeka nukta. Mwaua na kuona wivu. Waua na kuona wivu. Wala hamwezi kupata. Wala hamwezi kupata. Mwafanya vita. Mwafanya vita na kupigana. Na kupigana. Wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Hamna kitu. Mtapigana, mnasahau kuomba. Mnapigana vita, hampati kitu. Kazi yake mwisho ya vita ni kukonda, ni kuchanganyikiwa. Kataa, tumikie Mungu leo hai. Nenda kwenye maombi. Ile muda unaongea, hebu nenda kapige magoti, mwambie Mungu nataka nikutumikie. Utaona baraka zikibadilika kwenye nyumba yako. Utaona biashara ikibadilika. Utaona nyumba yako ikibadilika. Utaona furaha katika maisha yako. Jana nani amehudhuria harusi hapo? Hebu anyoshe mikono. Nyosha ni hesabu. Usinyoshe kama hujaja. Harusi jana ilikuwa ni nzuri au mbaya? Nzuri. Lakini kuna mtu kule nje anakuambia ni mbaya. Ujue ni wivu hiyo. Ni mbaya. Hebu sema hiyo ni wivu hiyo. Ni mbaya jamani harusi. Lakini binti ameole. Imetoka. Na kijana ameo. Vijana wangu wa Israeli, mimi nina vijana Dar es Salaam, nina vijana Kenya, nina vijana mikoa mbalimbali. Kwa hiyo hata hapa wakinikataa, navuta vyombo vingine huko nje. Lakini naamini wamama nyie ndio mtaenda kurisi upako wangu. Haya, tulivyofanya ile ibada pale kwenye msiba mazishi, ulikuwepo? Wangapi walikuwepo? Hebu nyosha mkono nione kweli kama mnahudhuria. Mbona wachache hivi? Uliona kitu kilichofanyika pale? Adui hajapasuliwa. Alafu mwanamke ndiye amempasua. Yaani mwanamke, mchungaji mwanamke. Pasua. Alafu nikamwambia gonga tena. Wakiamka gonga. Wajua wa Israeli tupo. Ulifurahi au hujafurahi? Wanasema hii ni kikundi cha maombi. Hivi kanisa kubwa hivi ni kikundi cha maombi au nabii mkubwa kama mimi na kikundi cha maombi? Watu wa Mungu, kila mtu anayepinga nyumba yako ana wivu na nyumba yako. Naomba nirudie, kila mtu anayepinga nyumba yako ana wivu na nini? Ukivaa gauni, ukaenda kwenye kioo hivi, ukaona imenyooka, imekupendeza, alafu katoka mtu wa kwanza akakwambia umependeza, wa pili umependeza, wa tatu umependeza, wa nne akakwambia dada hujapendeza. Wewe unashikilia wapi? Unashikilia kwa wale wangapi? Sasa huyu mmoja na wivu, hataki upate. Kwa hiyo usikubali hata siku moja. Huyu mmoja na nini? Ya kwanza umeangalia wapi? Ya pili umekutana na mtu. Tatu
mtu. 2 mtu. 3 mtu. 4 akikwambia hujapendeza, mwambie mimi nimejua wewe ni mchawi wangu. Mpigie Yesu makofi zaidi. Makofi haitoshi, makofi ya kinabii. Hebu makofi ya kinabii. Makofi ya kinabii. Safi sana. Safi. Sasa nawaambia, sisi ni vita vyetu tunapigana kiroho, tupigane kimwili. Wewe kazi yako ni kufanya kazi, alafu wanayepigana na wewe watajionea huku nyuma unavyopita. Yaani ukishawapita tu watapigika wao wenyewe. Kwa hiyo neno linasema kaa kwenye maombi. Kaa kwenye nini? Kaa kwenye nini? Wangapi watakaa kwenye maombi? Kaa kwenye maombi. Maombi ndiyo yatakupa matokeo. Kama unafanya vibaya, Roho Mtakatifu atakuonya, atakwambia haya leo naenda kufanya ni mabaya. Na kila anayefanya mabaya haombi. Na ndio maana tunaoneaga huruma. Mungu jamani, naomba msaidie jamani. Mungu naomba msaidie jamani. Yaani kwa sababu anafanya vituko ambavyo havielewe. Usikubali. Pigie Yesu makofi zaidi. 3 mstari. Yakobo 4 mstari wa 3. Ndiyo. Hata muomba wala hampati. Hata muomba lakini hampati. Kwa sababu mnaomba vibaya. Mnaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Nasikia. Unaombaje vibaya? Ukimwona daktari na gari, unasema, huyu mama ana gari, nitamkoma, atakoma. Ngoja nimuombee vibaya. Mungu, pasua hiyo tairi ya daktari. Pasua hiyo tairi ya daktari. Pasua. Nasikia kwenye maombi, imekwisha hiyo. Tumeshamaliza huyo mama. Jumapili unamwona daktari anaingia. Alafu ameweka tairi mpya kabisa. Roja kupasua wewe hapo. Nataka nikufundishe kwa matendo. Roja uma. Haya, unamwona mwingine unasema huyu mama anaringa na nywele zake. Sasa nikienda kwenye maombi na katakata hiyo nywele yote, watanikoma. Ndio wa Kristo alivyo. Chunga sana. Safi. Huyu nani ameniletea leo dola jamani? Anaitwa nani? Danieli ni wapi? Kiori. Uko na nani? Mama yuko wapi? Ndio yule nimekupaga upako. Ndio unalipia sasa hivi bwana. Sawa. Hebu nihifadhieni hizi dola zangu. Angalia ile sadaka ni ile upako niliompa huyu. Alafu analipia taratibu. Sikiliza. Watumishi, manabii, upako wao ni issue. Sasa huyu tu leo nikitaka aombee hema nzima, yani mtampigia magoti hapa wote. Yani nikitaka tu. Uliona siku ile alifanya muujiza hapo? Wangapi walimuona? Aisi, wewe unavalishwa kofia nikuone, sawa? Bwana ni yule kijana wangu nimempa upako. Si ndio wewe umekupa upako? Tangia uende kule umeponya watu wangapi niambie? 2. 2. Hebu mpigieni makofi mtoto wangu. Aisee mpaka nimebadilisha mahubiri, dola zimeingia hapa. Siku bwana nimempa upako. Sasa ukitoka hapo usimpe mtu akuguseguse, nabii agusuguswagi, sawa? Yaani usimpe mtu akuguseguse, sawa? Ni mama tu peke yake akuguseguse, alafu ukiona na unakimbia, sawa? Nenda. Pita huku pembeni. Hebu mpigieni makofi kwanza huyo. Sikiliza watu wa Mungu. Mimi nimefanikiwa
baada ya kuombewa na nabii. Mimi hapa. Lakini sijawahi kumnyoshia nabii wangu kidole hivi, wala kunena mabaya juu ya baba alionipa mafuta makubwa hivi nifanye kazi ya Mungu. Sisi hatukupewa hela, bali tumepewa mafuta. Kama huyu kijana hapa nimemgusa siku hiyo akaanza kuombea hapa, mwingine anaweza akasema unadanganywa, ujue na wivu. Mtu wa kwanza ni kioo, wa pili ni mtu, wa tatu ni mtu, wa nne akisema hujapendeza, wewe kubaliana na wale wa kwanza, kubaliana kwanza na kioo uliojiangalia, na huyo mtu wa pili, na huyo mtu wa tatu kubaliana. Lakini huyo mtu wa nne usikubaliane naye, anakukatisha tamaa. Anakukatisha nini? Twende kwenye namba 3 hapo, karibu. Yakobo 4 mstari wa 3. Ndio. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Yaani mnaomba lakini hamuombi Mungu mwenyewe, mnaomba mpate pesa mtumie kutunyanyasa sisi ambaye hatuna pesa, kunyanyasa na wengine ambayo ni wanyonge. Hamuombi kuwaombea wahitaji, hamuombi kuwaombea watu wabebe nguvu ya Mungu ili Mungu aonekane. Kwa hiyo kila mtu atakayeomba vibaya ni yule mtu ambaye anaomba ili yeye apate atunyanyase. Kwa hiyo leo nakufundisha kwamba usije ukaombe kwamba juzi ameninyima unga, nikiomba tu nikatajirika atanitambua. Hiyo utajiri utasikia kwa jirani. Lakini ukiomba kwamba Mungu ukinibariki nitawatunza watu, Mungu ukinibariki nitatoa sadaka, Mungu ukinibariki nitafanya kazi yako ndani ya kanisa, Mungu ukinibariki nitawasaidia wenye shida, Mungu ukinibariki nitawasaidia wachungaji, Mungu ukinibariki nitawasaidia mitume na manabii, Mungu ukinibariki nitawapenda watu wote, utashangaa Mungu anaachilia baraka juu yako. Sasa wewe unaomba, ukipata unakuja kutunyanyasia kwa sababu wewe unayo. Usikubali. Usifanyaje? Ukiomba, omba pasipo sababu. Omba kwa sababu Mungu anatakiwa kuonekana. Omba. Na ukitoka kwenye maombi, achana na mambo ya waombea, achana na mambo ya watu walioasi. Mtu alioasi ni Misri. Wa Misri kataa, nenda kama wewe. Mambo ya kiroho haishei na mtu, ni wewe kama wewe. Na mambo ya kiroho mtu asikushauri. Atakaye kushauri ni yule anayekulea kiroho. Kwa sababu ukitafuta washauri pembeni, utashauriwa vibaya, utaanguka kiroho. Na mpaka sasa wengi wameshaanguka. Na mimi nakufundisha wewe usianguke kiroho. Na ukianguka kiroho na uchumi unaanguka. Uchumi unafanyaje? Ukikosa amani hauna uchumi tena. Ukiwa na amani ndio unabarikiwa, unapata uchumi. Mungu akubariki sana. Namba 4. Yakobo 4 mstari wa 4. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi sikiliza. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia ndio hujifanya kuwa adui wa Mungu. Rafiki ya dunia ni nini? Rafiki ya dunia ndio haya mazambi, kushiriki dhambi na watu wengine. Mnawapiga wachungaji, mnawapiga majirani, mnawapiga manabii kwa maneno mabaya. Unapiga mwenzako amekuja hapa kanisani, umemleta, amewekewa mkono, ameanza kubarikiwa, unampiga. Na wewe ndio umemhubiria, amekuja hapa unampiga tena. Huo ndio uadui. Utakuwa rafiki wa shetani wewe. Na ukiona mtu anapinga kazi ya Mungu, ujue yule amekuwa rafiki na shetani. Nani amenielewa?
chochote unachokifanya kibaya ambacho hakimpendezi Mungu, wewe umekuwa rafiki na nani? Hebu sema kwa sauti, umekuwa rafiki na nani? Usikubali urafiki na shetani. Kama mtu amekufanyia vibaya, wewe mfanyie vizuri. Kama mtu amekutukana, wewe usimtukane. Kama mtu amekufanyia visa, wewe usifanye visa. Wewe fanya mema, usilipize mabaya. Na ukilipiza mabaya, utakuwa wewe ni rafiki wa nani? Wa shetani. Nani hatalipiza kuanzia leo? Mbona leo mmelegea hivi, ampigi makofi? Hili neno limekuwa la nani? Maana yake urafiki wa dunia ni yule mtu anayefanya vitu vibaya. Ndio unakuwa rafiki na dunia. Ukitaka kuwa rafiki wa Mungu, tenda mema. Tenda mema. Tenda mazuri. Pigie Yesu makofi zaidi. Makofi haitoshi. Makofi haitoshi. Haleluya. Kila mtu, nani ataenda kwa rafiki wa Mungu sasa? Kuwa rafiki na Mungu. Hata ukitoa sadaka yako, Mungu anapokea. Na mtu aliokoka, usio muongeaji sana, utadumbukia tu. Ukiwa muongeaji utafanyaje? Utadumbukia tu. Pigie Yesu makofi. Akasema enyi wazinzi. Uzinzi ni mbaya. Mtu ameshatenda dhambi zake za uzinzi, anakuja sasa anakuambukiza wewe. Wewe hujui mtu ameanguka kiasi gani. Anakuambia kanisa mbaya, sijui nini. Wewe ulikuwa umetulia zako na kanisa, unakatishwa tamaa. Alafu wale watu wabaya wanajifanya kukuonea huruma wewe. Na akikuonea huruma, muulize, kuna siku nimekuja kwako kuomba msaada. Muulize. Mimi leo kinionea huruma hapa, unanifanya mimi nisitumike kwa Mungu. Nani ananioneaga huruma hapa? Napigwa hivyo namna hii na makiti, napigwa na mawe. Nani ananionea huruma? Hebu anyoshe mkono mtu anayenionea huruma. 1, 2, 3. Yaani mkinionea tena huruma, nataka kuniangusha. Msinionee huruma. Punda amebeba mzigo, amebeba shauri yake. Wewe leta mzigo, weka. Nani tena ataenda kunionea huruma baadaye? Msinionee huruma, mtaniangusha. Kwa sababu nitakaa na mimi kulegea. Jamani, watoto wangu wa kiroho amenionea huruma. Shindwa. Ukinionea huruma unaniangusha. Acha mzigo, punda abebe mzigo mpaka kieleweke. Kazi ya Bwana iende wapi? Mbele. Sasa wewe unaipenda kuonea huruma, kubali watu wakuonea huruma, watakuangusha kiroho. Wangapi walishaonea huruma hapa? Mimi naona wengi mmeonea huruma mpaka ukasema mimi ndio natakiwa nikuonea huruma, nikutoe kwenye shida. Mimi nikwambie kuanzia leo umekuwa huru, hautabeba mizigo tena. Basi. Sasa nikikuonea huruma na kuponya pale. Wachungaji, msionee huruma nyinyi. Mkionea huruma wanakuua kiroho. Oh jamani babangu, siji nini. Babako nini? Acha apigwe. Anyooke vizuri. Apigwe. Ndio kazi itaenda mbele. Kazi haiwezi kwenda bila punda haijapigwa mijeledi kwamba utaenda tu. Huyo mzigo haitafika. Kama ukimwonea punda huruma, mzigo haitafika. Wewe mpakia mzigo punda alafu kamwonea huruma katikati ya barabara. Hiyo mzigo itafika saa ngapi? Itaishia barabarani. Na mtu yeyote anayekuja kukuonea huruma anataka kuangushe kiroho, akutoe kwenye ulimwengu wa nini? Wa kiroho. Akuonea huruma, akupe hela, mwambie nipe hela. Huruma mdomo, sitaki huko.
Na wewe kama unanionea huruma, weka sadaka hapa nikuombee. Utaangusha. Kuanzia leo usikubali kuonewa huruma wakati unatumika mbele za Mungu. Wangapi tuko vizuri? Makofi. Usione huruma. Unakuja wakati ule, kuna wakati fulani nilikuwa ninaye msiba, watu wanatuma tu message, baba tunajua una maumivu lakini ninaumwa hapa mgongoni. Baba najua kweli una msiba lakini jamani tumbo linaniuma. Yule angenionea huruma asingetuma hitaji lake. Hata kama niko jela, tuma message, baba nataka uniombee. Sio nasema wewe baba jamani ameenda jela, sijui tutafanya. Unafanya nini? Akina Danieli alitupa kwenye simba wenye njaa kali, lakini mahitaji yameenda mpaka kule. Message ameandikiwa, ameambiwa Danieli tuombee huko, na mfalme akamwambia Mungu wako atakusaidia huko. Hiyo sio message hiyo. Tuseme yaani hata kama nachechemea naenda hivi, wewe tuma message, baba naumwa na mimi mguu. Paka kieleweke. Amna kunionea huruma. Kunionea huruma ndio pale shetani anajiinua, anakupiga na wewe. Wangapi watanionea huruma kuanzia kesho? Hamna hata mmoja. Wewe ni kuhakikisha kabisa umempa kazi. Hii kazi si Mungu alimpa? Si Mungu alimpa nabii? Fanya kazi. Na wewe umekuja hapa nimekupa kazi, fanya kazi ya Mungu. Ukionewa huruma ukaacha kazi ya Mungu, shauri yako. Pigia Yesu makofi. Wangapi wamegundua kwamba wakionewa huruma wanaanguka kiroho? Wangapi wamegundua hiyo? Utaanguka kiroho. Kwa hiyo usikubali. Sisi tusonge mbele kwa mbele. Unahitaji lako leta. Saa 8 usiku tuma message, mimi nitakujibu. Saa 8 usiku nitakujibu. Saa yote nitakujibu. Mstari unaofuata namba 5. Mstari wa 5. Ndio. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyu Roho akaaye ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu. Yaani Roho Mtakatifu anatutamani tukae vizuri. Tukikaa vizuri, Roho Mtakatifu anapata nafasi ya kukaa ndani yetu. Anatutamani, anaona wivu, anataka tuache mabaya yote ili akae ndani yetu. Hebu sema kuanzia leo naacha vyote ili Roho Mtakatifu apate nafasi. Unaona nafasi ipatikani wapi? Amesema anatuonea wivu. Pigia Yesu makofi zaidi. Makofi haitoshi. Wangapi Mungu anamuonea wivu alafu wewe hujui? Kuanzia leo nenda na hilo neno nyumbani kwako. Mpigie Yesu makofi. Namba 6. Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Utujalia sisi neema. Sasa sikujisemee wewe, sisi neema ni mimi na wewe. Sisi utujalia sisi neema. Neema inakuja wapi? Neema inakuja kwako. Utujalia sisi neema. Na kila ambaye roho yake iko wazi, hiyo neema inakuja kwenye maisha yake. Hiyo neema inakaa juu ya nyumba yake. Hiyo neema inakaa kwenye kazi yake. Kuanzia leo
peleka hii neema, nenda nyumbani kwako, utaona maisha kibadilika. Wewe pokea tu kwa unyonge. Neno moja, kazi kubwa. Sema utujalia sisi neema. Tujalia sisi neema. Hivi kweli neema itaingia? Wewe umekaa hivi umechoka, mhubiri amesimama tangia zile, umechoka ukikaa. Neema gani itakayokuja hapo? Na neema unachukuaje? Sema utujalia sisi neema. Pokea neema yako katika jina la Yesu. Utujalie sisi neema. Pokea neema yako katika jina la Yesu. Utujalie sisi neema. Pokea baraka na neema katika jina la Yesu. Kila mtu apokee neema yake kuanzia sasa. Pokea neema yako, peleka nyumbani kwako. Pokea neema yako, peleka nyumbani kwako. Natamka neema katika jina la Yesu. Pokea neema, peleka kwenye kazi yako. Pokea neema, peleka kwa watoto wako. Pokea neema, peleka kwa watoto wako. Pokea neema, peleka kwa mume wako. Pokea neema, peleka huko katika jina la Yesu. Haya, pokea neema. Pokea neema. Mungu akupe neema. Mungu akupe neema. Pokea neema. Pokea neema katika jina la Yesu. Touch, pokea neema kwa moto wa Roho Mtakatifu. Naachilia neema na baraka juu yako. Pokea neema. Pokea neema katika jina la Yesu. Pokea baraka na neema. Peleka kwa wajukuu zako, peleka kwa watoto wako, mahali popote utakaposimama ukubalike. Niwe wa kupewa sifa, niwe. Tusimame wote. Niwe wa kuabudiwa, niwe. Wewe Bwana, niwe. Wewe Bwana, niwe wa kuabudiwa, niwe. Wewe Bwana, niwe wa kuabudiwa, niwe. Wewe Bwana, niwe wa kuabudiwa, niwe. Wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, niwe. Wakupewa sifa, na utukufu na heshima, Tukae. Namba 7 naomba. Amesema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpinge shetani. Kwa nini Mungu anasema mpinge shetani? Usipompinga atakubabaisha tu, atakusumbua kwenye maisha yako. Mtiini Mungu, mpingeni nani? Shetani. Na ukiona mtu anakuelekeza uachane na mapepo na wachawi, anakupenda. Mtii Mungu, mpinge shetani naye atawakimbia. Na wewe kuanzia leo mtii Mungu, mpinge shetani. Kuna mtu mwingine anakuja anajifanya ni mtakatifu, lakini ni shetani. Akikueleza maneno hapa, unajua ni kweli, kumbe ni shetani amekuja kukufundisha. Hawa wachawi wanatumia wakala wao. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo leo utasimama katika hiyo neno wiki nzima, tafakari kwa nini mtu mbaya afanikiwe. Sawa? Amen. Namba 8 amesema mkaribieni Mungu
Namba 8. Ndio. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu. Ndio. Enyi wenye nia mbili. Enyi wenye dhambi. Na kuisafisha mikono yenu enyi wenye nia mbili. Enyi nia mbili. Unaingia kwenye kanisa, kumbe nia yako ni ya kutafuta hela. Sio kusali, sio kutafuta upako, unatafuta hela. Ndio baadaye unakuja kutusumbua hapa. Acha nia yako mbaya. Ingia kwenye nia ngapi? Hebu fanya hivi. Yaani leo nikija hapa eti nakuja kwa nia mbili, kuaibia tu, kuwadanganya. Mbaya. Kama unamwombea mtu, muombe mtu. Maisha yafanyaje? Yaende. Tumemaliza. Hapo sasa wenye nia ngapi? Ukiona wachungaji wote wanapambanaga ndani ya makanisa wanagombana, mmoja alikuwa na nia ngapi? Ukiona tu mmoja anamtukana mwenzake, mmoja ana nia ngapi? Huyu mbaya. Wewe katoa akili yako. Wewe bwana una nia zako mbili tu. Wewe bwana au kwenda kuokoka kabisa. Hebu mpigie Yesu makofi.